Kwa jina mimi naitwa Ahmed Waziri Gao. Ni mtu wa kijiji cha Mashindei hapa Korogwe. Nimekuja leo hii tarehe 12 kwa maana jana timu yetu ilikuwa inacheza Arusha na timu ya TMA. Tumepoteza mchezo kwa kufungwa 2-1. Lakini leo hii timu imerudi mapumziko nyumbani hapa Korogwe baada ya kutoka maeneo ya Lindi ambako ilikuwa inacheza. Imekuja mapumziko kwa maandalizi hususan ya mwakani kwa maana ya ligi inayokuja. Tumebaki katika ligi hii ya daraja la kwanza. Pointi zetu zimetuweka katika ligi daraja la kwanza. Tumeshika nafasi ya 8, kwa maana 3 zikiondoka tutakuwa nafasi ya 5. Kwa maana hiyo ni mojawapo ya timu zitakazoungana zile zilizopanda daraja kutoka daraja ya pili ziwe 16. Basi sisi tumo na kimbembe kitaanzishwa. Tutajitahidi mwakani kuhakikisha timu yetu inagonga kila timu itakayoingiza pua. Timu hii ni ya Tanga na ndio itakuwa kwenye ligi daraja ya kwanza, na ni timu mojawapo na timu ambazo zipo hususan hapa Tanga kwa maana African Sports, Coast Union na Bigman ya Korogwe. Timu hii itakuwa hapa inapokelewa na mkuu wa wilaya mchana huu kwamba wanarudi mapumziko, na timu itakuja na makocha wake na madaktari na wachezaji wakitokea Arusha sasa kuingia kwenye nyumba yao ya Mashindei hoteli. Watakaa hapo wakiwa na train kwa muda wote wa kipindi ambacho wachezi, na mkuu wa wilaya anatupa moyo sana kwa sababu ni timu pekee yake hapa Korogwe tokea kabla ya uhuru ambayo imeingia daraja la kwanza na kuweza kufanya iamshe jina la Korogwe na kijiji chao cha Mashindei. Okay. Mazoezi yetu tutakuwa tukiwa Korogwe hapa. Kuna wenzetu wale wa Nyota Sports Club ndio mara nyingi tutumia uwanja wao, lakini pia kwa sababu sisi Korogwe hatuna na viongozi wa serikali kwa maana afisa michezo amezungumza vizuri sana na afisa michezo wa wilaya ya Lindi aliyetupokea kwa kipindi chote, tukakaa naye vizuri na tukapata washabiki mpaka wakatutungia mwimbo. Sisi hatujasema kwamba tutakuwa tunakuja Korogwe wakati hakuna uwanja uliopitishwa na TFF. Tuweza tukacheza huko, lakini wenzetu wanajua kabisa kwamba sisi kule Lindi na kwenyewe ni jamii ile ya wana Korogwe, wametukaribisha katika mkoa ule. Kwa hiyo viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa wa mkoa huu, tunawaomba sana waungane kuisaidia timu yetu ili ipande daraja tuingia ligi kuu, na Mungu akijalia kama uwanja wa Korogwe utapatikana tutakuja kukiputa hapa. Simba na Yanga watakuja hapa, na hizo timu tunazipania tutazifunga hizo timu mbili hizo na Simba na Yanga. Yaani lazima hapa tuzifunge ili ionyeshe kwamba Korogwe nini maana yake. Kwa kujiandaa na ligi, timu lazima iwe hapa Korogwe. Ina mji wao ambao mmoja uko Kilole pale, mmoja uko Mashindei hapo Lewa, mmoja uko hapa karibu na polisi kwa mkuu wa wilaya inaitwa Mashindei Hotel ambayo inamilikiwa na mimi mwenyewe. Kwa hiyo ni rahisi kukaa pale na kuendeleza mazoezi, hakuna matatizo. Labda wito wako ni upi sasa kwa wana Korogwe kuhusiana na timu ya Bigman Football Club ambayo pia tulishuhudia ikishiriki michuano ya CRDB Cup kwa mwaka huu ikicheza mchezo wa mwisho dhidi ya Simba? Sisi bana, tuseme kweli, wana Korogwe lazima wajisikie proud, wajivingishe kwa kuonyesha kwamba wao ni mabigman, wana timu yao very strong ya Korogwe ambayo inawapa jina kubwa. Tumecheza na timu sisi katika FA, tumecheza na timu 2 za ligi kuu. Tumecheza na Prison tukawagonga, tumecheza na Simba tukawagonga goli 1 na wao wakapata 2. Ile 2 papatu wamepata penalty, lakini kwa tunatoka draw na Simba wale, na nyinyi wote mmeona sisi hatuna mchezo bwana. Asante sana. Wana Korogwe na kutazama kwa sasa na wana mkoa wa Tanga wote kwa ujumla, nafasi ya vipaji kwa wana Korogwe na wana Tanga, je, ipo kwenye timu ya Bigman? Hapa katika timu yetu
yuko Omari Kusaga wa Korogwe hapo kwa Samangube, lakini pia yuko Ramadhani Alfonso wa Kilole pale. Kwa hiyo timu yetu inapenda sana vipaji vya Korogwe. Tunao vijana wa Tanga wakina Kigozi, yuko Msambaa mmoja anaitwa Musa Shambega yumo katika timu yetu. Kwa hiyo timu yetu iko vizuri na watu wa Tanga. Watu wa Tanga ni wengi zaidi. Okay, Banda yumo. Ndio. Na nafasi ipo je kwa wengine kusajiliwa kama itatokea ama trial mtafanya? Hiyo nafasi kubwa anayo mwalimu Zuberi Katwila ambaye ameapa kufanya timu yake. Kwa hiyo atakuwa anaangalia vipaji vilivyopo. Hatutaacha vipaji hata vya kutoka nje ya nchi. Hapa sisi wenyewe tuna uhakika wa kupata watu wa Aziz Ki huko kwao wanakotoka. Lazima tuchukue Aziz Ki wengine ambao wanatoka kwao huko Burkina Faso. Okay. Tuwalete kama wawili hivi na striker mmoja kutoka Nigeria. Tunaahidi kumleta. Hii timu bora iko vizuri. Kwa hiyo jiandaa vizuri sana. Kwa hiyo wana Korogwe wawe na imani na timu yao kuiona msimu ujao ligi kuu. Yaani hiyo ndio tumepania sana. Tuone ligi kuu na tuwatoe kimasomaso wana Tanga kuona kwamba kweli timu iko vizuri. Asante. Labda ni la mwisho ambao unahisi umelisahau kuongea na wana Korogwe na Tanga kwa ujumla, karibu. Mimi ningependa tu kuongea jambo la msingi. Serikali ya Korogwe imetulia. Viongozi wa Korogwe wametulia. Hata viongozi wa kisiasa hawana matatizo. Tusiingize makando kando. Samahani kwa kusema hivi ni mpira, lakini sisi watu wa mpira kidogo tuko kwenye siasa. Mimi naunga mkono sana watu wanaozungumza maneno ya utulivu katika nchi hii. Kama wale watu wanajiita G55 wale wanataka utulivu. Nyinyi wengine mnataka nini? Tulieni, nchini yetu hii, nchi na madini kila wilaya, kila mkoa. Hivi hao wazungu unafikiria hii nchi hawaipendi kuja? Msituanzishie chokochoko jamani. Mpira utaharibika, mambo mengi yataharibika. Hebu tulieni. Mimi nafikiri hilo ndio jambo la msingi. Wanasiasa wa chokochoko waache chokochoko. Nchi itulie, tutaacha kucheza na mpira. Na jingine zaidi ni Simba. Tukizungumza kwenye mpira tuzungumze mambo yote. Simba kama watu wangu na waomba viongozi wakina dalali watoe mawazo huko. Yaani kuachia pointi 3 sio matatizo ili mpira utulie. Kwani Simba wamezoea kuiacha Yanga inakuwa ligi kuu inaongoza. Kwani wakiongoza kipindi hiki kuna matatizo gani? Watakufa Simba wote. Waachie tu hizo pointi 3 waisaidie viongozi wengine kwamba sisi tunaachia pointi 3. Kwa hiyo Yanga hiyo pointi 3 chukueni, tulieni. Hiyo ndio ile mambo ya hatuchezi.